Ndugu waandishi wa habari, habarini za asubuhi. Niwashukuru kwa kuja ili kuweza kufikisha ujumbe kwa Watanzania na kwa dunia nzima. Na ujumbe wangu wa leo, bado ninazidi kusisitiza juu ya umuhimu wa mazungumzo, maridhiano na kufikia mwafaka wa taifa. Ushauri wangu huu sio tu ni mimi ndio nimetoa au naendelea kuutolea huu ushauri. Ni ushauri ambao umekuwa ukitolewa na watu mbalimbali mashuhuri ndani ya nchi na nje ya nchi, viongozi wa dini ndani ya nchi na nje ya nchi, asasi za kiraia za ndani na nje ya nchi, jumuiya za kimataifa, UN. Takumbuka katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa alizungumzia swala la Tanzania na aliahidi kwamba atashirikiana na serikali ya Tanzania kuhakikisha amani, utulivu, demokrasia na reforms, mageuzi muhimu ya kisiasa yanafanyika. Lakini Jumuiya ya Madola imekuwa mstari wa mbele na katika kuhakikisha kwamba nchi yetu inarejea katika hali ya utulivu, inarejea katika hali ya amani, inarejea katika hali ya kidemokrasia, hali ya upatikanaji wa haki za kiraia, hali ya upatikanaji wa na haki za binadamu, lakini pamoja na mageuzi ya kisiasa, ambayo mageuzi ya kisiasa tunapozungumzia ni pamoja na uwepo wa katiba mpya ambayo itatoa haki kwa raia, haki zote, na itatoa uwanja mzuri wa ufanyaji wa shughuli za kisiasa, shughuli za kidemokrasia. Na kwa kufanya hivyo, mtakumbuka Jumuiya ya Madola haikuishia tu kusema, ilimtuma aliyekuwa rais mstaafu wa Malawi Dr. Chakwera kuja hapa Tanzania. Alipofika hapa Tanzania alikutana na wadau wa pande zote. Alikutana na serikali, alikutana na chama kilichoko madarakani, Chama cha Mapinduzi, alikutana na vyama vya upinzani, vikiwemo vyama vikubwa kama Chadema, ACT, Chauma na vyama vingine. Alikutana na asasi za kiraia na alikutana na watu mbalimbali, na alikimbia nchi hii kwa kuhofia usalama wake. Lema alikimbia nchi hii kwa kuhofia usalama wake. Wenje alikimbia nchi hii kwa kuhofia usalama wake. Na watu takriban zaidi ya 400 wafuasi wa Chadema na wanachama wa Chadema walikuwa wakikabiliwa na mashtaka mbalimbali ambayo hayana dhamana. Wakati huo busara kubwa ya Chadema iliongoza kwamba ili kutatua matatizo haya tukutane tuzungumze. Walikutana wakazungumza, na hata Lissu alipokutana na Rais Samia, hao wawili walipokutana wawili kama viongozi, waliongea kama viongozi, na Lissu alimsisitizia rais mambo mbalimbali ikiwemo kwamba aondoe kesi ya Freeman Mbowe mwenyekiti, lakini awaachilie wafutiwe kesi wafuasi wa Chadema zaidi ya 400 waliokuwa mahabusu. Yeye mwenyewe Lissu alimwambia rais kwamba anataka kurudi nyumbani. Alimwambia mambo matatu kuhusu mambo yake binafsi. Moja, alimwambia kwamba anataka kurudi nyumbani ahakikishiwe usalama wake, anataka kurudi nyumbani afutiwe kesi zake 6 zilizokuwa mahakamani, na vile vile alimwambia rais kwamba stahiki zangu za kibunge na matibabu nipewe. Baada ya mazungumzo hayo tuliona matukio yake. Kesi zile za Lissu zilifutwa, alirejea nyumbani, hakukuwa na tatizo. Wenje, Lema walirejea nyumbani, wafuasi zaidi ya 400 kesi zao DPP aliziondoa. Zilibakia tu kesi ya vijana wetu 3 ambao walikuwa wanakabiliwa na kesi ya mauaji, na baadaye mahakama walikuja kushinda kesi. Kwa hiyo unaona umuhimu wa kukutana na kuzungumza. Sasa kwenye Jumuiya ya Madola, kwa nini nimesema lazima tutoe pongezi kwa Jumuiya ya Madola kama rafiki mwema, rafiki ambaye ukipata matatizo anaonyesha njia ya kutoka. Kwa Jumuiya ya Madola katika kikao chake kwenye
kikosi kazi au kikundi hicho cha mawaziri wao wamezidi kusisitiza kwamba kuna umuhimu wa wadau hapa nchini kukutana, kuzungumza na kuzungumza juu ya nini? Kuzungumza juu ya kukwamua mkwamo huu na mustakabali wa namna gani tutafanya reforms, mageuzi kwenye masuala ya uchaguzi na masuala mengine. Sasa Jumuiya ya Madola au mawaziri hao wa Jumuiya ya Madola wanakuja kama ni kucement, yani wanasiriba kile ambacho tayari hapa nyumbani kazi hiyo imependekezwa na tume ya Jaji Chande. Mojawapo ya mapendekezo ambayo tume ya Jaji Chande ilipendekeza ni kwamba moja, kuwepo na mazungumzo, maridhiano na mwafaka wa taifa. Jambo la pili ambalo tume ya Jaji Chande ilipendekeza ni upatikanaji wa katiba mpya, yani reforms sasa. Mpaka 2028 tuwe tumepata katiba mpya na chaguzi zijazo za 2029 na 2030 tufanye tukiwa na katiba mpya. Kwa ambacho wameshauri baraza wameshauri hao mawaziri ndio hiki ambacho tayari tume ya Jaji Chande imependekeza hapa nyumbani. Tume ya Jaji Chande vile vile ilipendekeza kwamba iundwe tume nyingine ambayo itashughulikia masuala ya jinai yaliyojitokeza wakati wao wanapita kuzungumza na watu. Jumuiya ya Madola vile vile bado imeiomba Tanzania, serikali ya Tanzania ifanye haraka iwezekanavyo kuunda hiyo tume ya uchunguzi ya masuala ya jinai ambayo tayari Suluhu Hassan na kwa vyovyote vile iko kazini. Kwa utaona jinsi gani ambavyo Jumuiya ya Madola kupitia kwenye kikosi kazi au kikundi hiki cha mawaziri wake wao wanatoa mwelekeo. Sio tu wanakosoa, sio tu kwamba wanaishutumu, sio tu hapana. Wao wametambua kwamba Tanzania kuna tatizo, kuna mkwamo. Sasa huo mkwamo unatatuliwaje? Hautatuliwi kwa kila upande kuwa na ubabe au kwa watu wengine kushinikiza au kutoa matamko makali. Wao wanajua kwamba matatizo yanatatuliwa kwa watu kukaa mezani na kuzungumza. Ndio maana mimi ninachukua hatua hii kupongeza mawaziri hawa wa Jumuiya ya Madola kwa jitihada zao ambazo wameziona kwamba umuhimu wa mazungumzo kuweza kuzungumza. Kwa hiyo nitumie fursa hii moja kutoa rai kwa wanaohusika pande zote kuona umuhimu wa kukutana. Serikali ione umuhimu, na nilisema na ninarudia na nimuombe kwa unyenyekevu Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan aone umuhimu. Yeye ndio mkuu wa nchi, yeye ni mkuu wa serikali, yeye ndiye amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama. Nchi hii tumemkabidhi, anaongoza serikali. Aone umuhimu wa kunyosha mkono kwa kuwaleta hawa watu wote pamoja. Hebu anyoshe mkono awalete viongozi hawa wa vyama vya siasa pamoja waweze kuzungumza. Lakini vile vile viongozi wetu wa vyama vya siasa, hususan viongozi wetu wa Chadema, waone nao umuhimu kama ambavyo wenzao ACT Wazalendo wamefanya kule Zanzibar. Pamoja na matatizo yote ambayo yapo kule Zanzibar yalikuwepo, ACT Wazalendo walinyosha mkono wa heri kwa serikali ya Dr. Hussein Mwinyi, wakakubali kuzungumza. Kwa hiyo hata sasa Bwana John Heche, makamu mwenyekiti wa Chadema Bara, Bwana Mzee, makamu mwenyekiti wa Chadema Zanzibar, Bwana John Mnyika, katibu mkuu wa Chadema Taifa, waone umuhimu wa kunyosha mkono wa heri kwa Rais Samia Suluhu Hassan, wakutane, wazungumze. Kuzungumza kwao kutatoa suluhu na majawabu kwa swala la Lissu kuwa huru,
swala la kuiendea maridhiano, mazungumzo na muafaka wa kitaifa, na namna gani tunaiendea katiba mpya. Hatuwezi kufanikiwa kupata reforms, mageuzi haya ya kimfumo, kwa maana kupata katiba mpya ambayo itawezesha kuwa na chombo ambacho kinasimamia chaguzi huru na haki, kwa itasimamia haki za binadamu, haki za kiraia, rasilimali za nchi, ustawi wa taifa, kama hatutakaa pamoja na tukazungumza. Viongozi wetu wa vyama vya siasa watambue na wajue kwamba katiba bora na mpya na mageuzi yote ambayo yanapiganiwa yatapatikana tukiwa mezani. Tukikutana, tukapatana, tukazungumza na tukaelewana, tukapata muafaka wa kitaifa, mambo haya yote yatafanya nini? Yatafikia pazuri. Kwa hiyo mwisho kabisa nitoe rai na kwa wanaharakati wa ndani ya nchi na wa nje ya nchi na mataifa mbalimbali, wakiwemo washirika wetu wa kimaendeleo, huu ni muda wa kuweza kusaidia Tanzania kuondoka hapa. Sio muda wa kushutumu, sio muda wa kuweza kutumia maneno makali, sio muda wa kuweza kuchochea misimamo mikali na kauli kali. Huu ni muda wa wao kutumia utaalamu wao, rasilimali zao, akili zao kuweza kusaidia ni namna gani tunatoka hapa, kama ambavyo Jumuiya ya Madola imeonyesha mfano. Kwa nitoe rai vile vile kwa washirika wetu wa maendeleo nchi mbalimbali, nao wafuate nyayo za Jumuiya ya Madola, namna gani ambavyo Jumuiya ya Madola imechukua hatua kuweza kushirikiana na serikali ya Tanzania ili kutoka kwenye mkwamo. Kwa hiyo huu sio muda ambao wanaharakati walioko ndani na walioko nje kushinikiza na kuchochea hasa vyama vya upinzani kukataa kukutana na kufanya mazungumzo na serikali. Niwakumbushe wanaharakati wetu, hasa wa Tanzania wanaoishi nje ya nchi, wakumbuke kwamba hawana nchi nyingine zaidi ya hii. Huko waliko wapo kwa sababu walizaliwa Tanzania, Tanzania iliwalea, imewafikisha hapo, na ndipo watu hao wengi sasa hizo nchi waliko huko wamefika huko kwa sababu ya Tanzania. Kwa hiyo huko waliko wako ugenini. Wakiwa huko ugenini, wahakikishe kwamba nchi yao inakuwa salama. Huko ugenini wahakikishe kwamba hawawi sehemu ya kuchochea migawanyiko au kuendeleza mgawanyiko. Wako huko ili wasaidie kwa utaalamu wao, rasilimali walizonazo, network na marafiki wao huko nje, kusaidia juhudi za upatanisho, juhudi za mazungumzo na juhudi za maridhiano, ili tuwe na muafaka wa kitaifa na tuwe na tuwe na katiba mpya. Kwa hiyo wanaharakati walioko ndani na walioko nje wasitumie chonde, wasitumie ushawishi wao, nguvu zao, rasilimali walizonazo kuweza kuchochea vyama kuwa na misimamo mikali ya kukataa kwenda mezani. Watu walizonazo na exposure walizonazo nje huko kuleta amani hapa Tanzania, kwa sababu kama amani, umoja na mshikamano hautakuwepo hapa, hata huko waliko hawawezi kuwa na amani, kwa sababu nchi yao haina amani. Mahali ambapo kitovu au vitovu vyao vilikatwa na kuzikwa ni hapa. Asante. Zanzibar alikutana na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, alikutana na upande wa bunge, alikutana na upande wa mahakama. Kwa hiyo alikutana na wadau, na kukutana kote pamoja na pia alimtembelea na kukutana na kufanya mazungumzo na mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, ambaye yuko sasa mahabusu kwa ajili ya kesi ambayo anakabiliwa nayo. Sasa juhudi zote hizo, moja ni juhudi za kupongezwa kwa sababu Tanzania ni mwanachama wa Jumuiya ya Madola, na kwa kweli binafsi
nipongeze Jumuiya ya Madola kama rafiki mwema. Rafiki mwema sio yule ambaye ukipata tatizo anakaa mbali na kukusema au kukupa mashinikizo, fanya hiki fanya hiki. Rafiki mwema ni yule ambaye anagundua kwamba mwenzangu ana tatizo hili ninaweza nikachangia upatikanaji wa ufumbuzi wake. Ndio hicho ambacho Jumuiya ya Madola walifanya baada ya kugundua kwamba kuna tatizo katika taifa letu. Tatizo lililotokea Oktoba 29 mwaka jana. Hawakusita, Jumuiya ya Madola haikusita, haikukaa mbali na kuanza labda kusema na kutoa matamko na kutoa mashinikizo. Jumuiya ya Madola ilichukua hatua ya kumtuma mwakilishi wao kuja Tanzania kuzungumza na kujionea hali. Na katika ripoti yao ambayo juzi imetolewa na kikosi kazi au kikundi cha mawaziri wa Jumuiya ya Madola, moja, wamepongeza serikali ya Tanzania kwa jinsi ambavyo imetoa ushirikiano kwa ujumbe wao. Kwa hili ni jambo la muhimu sana, ndio uone jinsi gani rafiki mwema alivyo na tabia zake, kwamba hata katikati ya matatizo rafiki mwema anakuwa na matumaini, maneno ya faraja na maneno ya kutia moyo na maneno ya kukuamua tatizo. Kwa wamepongeza juhudi za serikali za kuruhusu na ushirikiano wao mzuri kwa ujumbe wao, ambao ushirikiano huo mzuri umewezesha ujumbe huo wa Chakwera kukutana na pande zote. Maanake nini? Wamepongeza kwamba Tanzania, serikali iko na utayari wa kuweza kuzungumza. Sasa pamoja na hayo yote, vile vile wametoa mapendekezo mbalimbali katika kikao chao. Swala la Lissu wamelizungumzia, na swala la Lissu sio tu hao wamelizungumzia, lakini wengi wamezungumzia, wadau mbalimbali, na hata mimi nimekuwa nikilizungumzia kwamba jambo hili tuketi tuzungumze swala la Lissu ili Lissu aweze kuwa huru. Na nimekuwa nikisisitiza mara kwa mara kama ambavyo kama ambavyo wakati moja ambapo mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe alipokuwa mahabusu akikabiliwa na shtaka la ugaidi, aliyekuwa makamu wake bwana Tundu Lissu alichukua hatua kwa maelekezo ya chama cha Chadema, alichukua